من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميادان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ومن اتبعهم إلى قيام يوم الدين. يقول المولى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أحييكم بأحسن التحية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل والورع محارم الله والاتيان مما عمر عنه، واعلموا أن الفوز للمتقين وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Watukufu wa Kiislamu, awali wa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametujalia neema ya afya kuweza kufika katika siku tukufu kama hii ya leo, lakini bila kusahau sala na salamu zimfikie mtukufu wa daraja kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yeye pamoja na kizazi chake kitaharifu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Lakini vile vile nahusia nafsi yangu na kuhusia nafsi zenu katika suala la kumcha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kwa hakika wamefaulu wamchao, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na wale wenye kutenda wema. Watukufu, tukiwa katika Ijumaa hii ya leo, nimependelea tuzungumze jambo moja na tukumbushane kuhusiana na atazkiyatu nafsi, kuitakasa nafsi. Aya ambayo nimeitanguliza inaashiria kabisa kile ninachokwenda kukizungumza, pale ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema kama arsalna fikum rasulan minkum, kama ambavyo tumekutumieni mtume ambaye anayetokana na nyinyi. Mtume huyo yatlu alaikum ayatina, mtume ambaye atawasomea ishara zetu, mtume ambaye atawasomea aya zetu, bali mahabu shahid wa yuzakikum, bali
alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Na kama hiyo haitoshi, asema wa yuallimukumul kitaba wal hikma, na anawafundisheni kitabu na hikma. Na tulishawahi kusema maana ya hikma ni nini, kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kazi yake ilikuwa ni hii ya kuwatakasa watu, kwa maana ya kuwatoa katika ujinga na kuwapeleka katika uelevu, kuwatoa katika dhulma na kuwapeleka katika mambo ambayo ni mazuri, kuwatoa katika giza na kuwapeleka katika nuru. Hii ndio ilikuwa kazi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo haikutosha tu kuzungumza kwa maneno, bali yeye alikuwa akifanya kwa vitendo. Wa yuallimukumul kitaba wal hikma, anawafundisheni, anawaelezeni kwa maneno mazuri, bali mwenyewe anayafanya. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, bali anawafundisheni mambo ambayo nyinyi mlikuwa hamuyajui hapo kabla. Aya hii ni ishara ya kile ambacho tunachokwenda kukizungumza. Inatupa alamu ya kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikuja kwa ajili ya kututakasa sisi, kwa ajili ya kutuongoa sisi. Kwa hivyo anta man yasmaa maswira, wewe ndio ambaye utakayetengeneza mafikirio yako, ule mwisho wako. Wewe mwenyewe ndio ambaye unayeweza kuandaa makazi yako ya mwisho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba yatakuwa katika sehemu gani na yatakuwa ya namna gani. Kwa hina ma nakhtar almasiratu sahiha nahtajia ila nihayati sahiha, vile ambavyo tunavyotengeneza mwisho wetu ukawa mzuri, ndivyo ambavyo vile vile tunapokwenda kukutana na ule mwisho ambao ni mwema wa kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil'aks kama, na hivyo kinyume chake, kwamba ikiwa utatengeneza mafikirio yako yakawa ni mabaya, basi hakikisha na ufahamu ya kwamba hivyo ndio sehemu utakayokwenda kuingia, kwamba itakuwa si sehemu nzuri, itakuwa ni adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo la ahadan yudkhiluka an-nar au yudkhiluka al-janna bil-ikram, hakuna yeyote atakayekuingiza katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kulazimishwa, wala ahadan yudkhiluka an-nar bil-ikram, na hakuna ambaye atakayekuingiza kwa ulazima katika moto wa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ikraha fi din, hakuna kulazimishana katika nini? Katika dini. Na unaweza ukasema wala ikraha fil kufri, na hakuna kulazimishana katika kukufuru. Ndio maana mwanadamu akapewa njia mbili, wa hadainahu najdain, akapewa njia mbili za kufuata huyu mwanadamu. Aya nyingine ikaja ikasema imma shakira wa imma kafura, imma ashukuru mwanadamu au afanye nini, au akufuru. Faman shaa minkum falyu'min wa man shaa minkum falyakfur, atakayetaka katika nyinyi na amini, na atakayetaka katika nyinyi basi akufuru. Mungu hamlazimishi yeyote katika jambo hili. Kwa hivyo hakuna yeyote atakayeweza kukupeleka sehemu katika sehemu hizi mbili, ima motoni au peponi, kwa kulazimishwa, isipokuwa ni wewe mwenyewe uliyatengeneza hayo makazi yako hapo mwanzo. Fa idha kunna nahnu man yasna al-masira, sasa tutakapokuwa sisi ndio ambao tunawatengeneza mwisho wetu utakavyokuwa, ima iwe ni moto au iwe ni pepo. Ikiwa ni hivyo,
Aswali yabruzu min huna, tutapata swali min aina nabda, tutaanzia wapi sasa kutengeneza mwisho wetu ambao ni mzuri utakaotufikisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukiwa salama. Ni wapi tuanzie? Hal nabda min tazkiyatul amali au min tasfiyati niyya? Je, tuanzie katika kutengeneza amali zetu zikawa ni nzuri, zikawa ni njema, za kumpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au tuanzie katika nafsi zetu, kwa maana kuzisafisha na kuzitakasa nafsi zetu? Tuanzie wapi baina ya mambo haya mawili? Haya ni maswali ambayo mwanadamu anayeweza kujiuliza. Wala shaka anna nafsi, hakuna shaka yoyote kwamba sisi sote tunapenda mambo mazuri ya kutupendeza sisi, lakini wakati mwingine kuna ambao wanaopenda kumpendeza Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila mtu anapenda mambo mazuri. Sasa swali tu, tuanzia wapi kutengeneza mambo yetu yawe mazuri? Tuanzie katika amali zetu, kuwa tuzifanye ni nzuri au nyingi zaidi au zenye ubora zaidi, au tutengeneze kwanza nia zetu ziwe ni safi? Hapo ni kwa ambapo mwanadamu anayeweza kujiuliza sana maswali haya. Na mara kadhaa mimi hupenda kusema mtu usiweke lengo kwamba mimi nahitaji kufika sehemu fulani. Mimi ninapenda kusema kwamba tengeneza sababu ambazo zinazoweza kukufanya wewe ufike katika lile lengo, kwa sababu kuwa na lengo ni kitu kingine, lakini kulifikia lile lengo pia inaweza ikawa ni jambo jingine. Yaani sisi malengo yetu pengine ni kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, tunafanya yale ambayo yatumpendeza Mungu? Tunafanya yale ambayo inaweza ikawa ni sababu kutufikisha kwa Mungu tukiwa katika mikono salama? Hili ndio jambo kubwa mwanadamu anatakiwa kulifanya, kutengeneza sababu zinazoweza kumfikisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa tayari amesharidhiwa katika yale matendo yake. Sasa katika sehemu hizi mbili, mimi napenda kusema tuanzie katika mioyo yetu, katika nafsi zetu. Tuzisafishe kwanza nafsi zetu, kisha tutakwenda kutengeneza matendo yetu ambayo yatakayokuwa ni bora. Wakati mwingine unaweza ukawa wewe ni mzuri sana wa kufanya mambo mazuri, unaswali sana, unafunga sana, hakuna sunna ukiacha katika funga, lakini unasoma sana Qur'an. Lakini je, katika kusoma kwako nia yako ni njema? Nia yako ni nzuri? Nafsi yako wewe iko katika hali ile ambayo tumesema hali hii inaridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Au waswali tu kwa sababu kuswali ni wajibu, au wafunga tu kwa sababu kufunga ni wajibu, au kwenda hija tu kwa sababu kwenda hija ni wajibu? Sasa wakati mwingine unaweza ukayafanya haya yote kwa sababu wataka fulani ya kuona, kwa sababu wataka fulani ajua wewe unajua kuyafanya. Lazima kwanza nafsi zetu ziwe ni nzuri. Tuanzie hapa katika moyo. Tena Qur'ani imezungumzia moyo kwa upana wake, na kuna ayati nyingi sana zikizungumzia moyo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi naikumbuka, anasema inna fil jasadi insan mudghah, kuna pande la nyama, fa in saluhat saluha al-jasadu kulluha, ikiwa lile pande la nyama litakuwa ni bora, litakuwa ni zuri, basi mwili wote wa mwanadamu unakuwa ni nini? Ni mzuri. Wa idha fasadat al-jasadu kulluha, na ikiwa lile pande la moyo litaharibika, basi mwili mzima wa mwanadamu utakuwa umeshafanya nini? Umeshaharibika automatically.
Sasa wakati mwingine utamuona mwanadamu akitembea akienda, lakini moyo wake ama yeye ni mgonjwa katika nafsi yake, na ndio hapo unaweza kukaribisha sasa yale magonjwa mengi ya nafsi kama vile chuki, husda, wivu na vitu vya kama huo. Ni kwa sababu moyo wako hauko safi. Qur'ani imezungumzia jambo hili sana kwa urefu. Kwa mfano katika aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema illa man ata Allah biqalbin salim, na moyo umeitwa kwamba ni qalbu kwa sababu yatakallab bila hali ila al-ahwal, unabadilika moyo, na ndio maana ukaitwa kwamba ni qalbu ya qalbu, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atakayekuja na moyo wake ukiwa ni nini? Ni msafi. Yaumu la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo haitamfaa chochote mwanadamu, si watoto wake wala si mali zake, isipokuwa kitakachomfaa ni ule moyo wake uliokuwa nini? Msafi. Na hii utaielewa zaidi pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum, Mungu hawachukulii nyinyi kwa upuuzi ambao mnaumfanya, kwa mambo mabaya mnayoyafanya, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, lakini anawachukulia, anawahesabia kwa nyoyo zenu yale ambayo yaliyofanya nini? Nyoyo zilizochuma. Mungu anakuhesabu kutokana na nini? Kutokana na moyo wako. Na ndio maana pia kuna aya nyingine ikisema illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, isipokuwa yule ambaye atakayelazimishwa lakini moyo wake umetulizana katika imani. Wakati mwingine mtu anaweza akalazimishwa kufanya kitu fulani, kukufuru wakati mwingine, kama ilivyotokea kwa Ammar bin Yasir, akilazimishwa kwa amkufuru Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini moyo wake ulikuwa ni msafi, moyo wake ulikuwa bado na mapenzi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na mtume wake. Ndipo iliposhuka pia aya illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, isipokuwa atakayelazimishwa kufanya jambo fulani la kukufuru, lakini moyo wake umetulizana katika imani, bado na imani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo moyo ni kitu kikubwa, na ni moyo ni kitu ambacho kina mfano mkubwa sana unaweza kuupigia, kwa sababu ni injili ya mwanadamu. Vile anapotembea moyo wake, kama tulivyosema, kama utakuwa ni msafi, basi mambo yake yatakuwa ni mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini moyo wake ukiwa ni mchafu, vile vile kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajikuta akiingia ama ametengeneza mwisho wake ambao ni mbaya sana. Lakini katika aya ambayo tukifahamu sana kutoka katika Suratul Kahfi, aya ndefu, nitaisoma kisha nitatafsiri pale ambapo unapotakiwa tu kutafsiri kwa sababu ya muda. Mungu asema hivi: wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadawati wal'ashiyyi yuriduna wajhahu wala ta'uddu 'aynaka 'anhum turidu zinata alhayati dunya wala tut'i man aghfalna qalbahu an dhikrina. Katika aya ndefu hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haraka anasema, naisubirisha nafsi yako
pamoja na wale ambao wenye kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wenye kudumu katika ibada hii ya kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuanzia asubuhi na jioni, wao wanadumu katika kumtaja, wanadumu katika kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Yuriduna wajhahu wala ta'udu aynaka anhu, wanataka radhi na fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala usiyakodolee ama usikodoe macho yako kuyatamani baadhi ya mambo ya wengine. Turidu zinata alhayati dunya, ukitarajia ama ukitaka pambo na nini la maisha ya dunia. Wala tuti, wala usimtii man aghfalna qalba an dhikrillah, na wala usiwatii ama usimtii yule ambaye sisi tumemghafirisha moyo wake kutokana na utaji wetu. Usimfanye kwamba ni rafiki yako, kwa sababu ukimfanya kuwa ni rafiki yako yule ambaye tumemghafirisha sisi, automatically utakuja kujikuta na wewe tayari umeshatoka katika mstari sahihi, umeshakwenda katika ule mstari ambao Mungu hakutaki wewe uwepo katika sehemu hiyo, kwa sababu kanuni ya moyo kama nilivyosema ina kawaida ya kubadilika. Kwa hivyo vile ambavyo utakavyojiweka ukisuhubiana na watu wema, na wewe utajikuta moyo wako ukipenda mambo mema, na ukisuhubiana na watu ambao ni wabaya, vile vile utajikuta na wewe moyo wako umetoka, hata kama ulikuwa ni mwema, umetoka katika wema na umeingia katika uovu. Sasa minal qalbi nabda, tuanzia katika mioyo, katika nafsi zetu kutengeneza amali na mwisho wetu ambao utakaokuwa ni mzuri. Kama tutakumbuka vizuri kisa cha Nabiyullah Yusuf alayhi salam, sitaki kukitaja kwa sababu ya muda, nitakwenda tu sehemu sahihi na kuhitaji mimi kufika. Ilifika sehemu akasema, akimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Ya Allah, nafsi kwa kawaida, namna ambavyo ilivyo, ina kawaida ya kumwamrisha mwanadamu kumpelekea katika mambo maovu. Na ndio kaomba lau kama hautanitoa hapa, kwa sababu mimi ni binadamu, ingawaje ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si kama mwanadamu mwingine. Kama hautanitoa hapo kanipeleka sehemu nyingine, mimi ni binadamu, ninaweza kuingia katika mambo maovu. Ni mtume, hawezi kukosea. Pengine ni mafunzo kutoka kwetu, kwa sababu sisi ni wanadamu wa kawaida. Inna nafsa la amaratun bisu, tena katumia maneno magumu, la amaratun bisu, ni kathirul amri, mara nyingi ikimwamrisha mwanadamu tenda hivi tenda hivi. Na Shaitan amechukua hii nafsi kama chombo cha kuweza kumshawishi mwanadamu. Shaitani ameibeba hii nafsi ya mwanadamu mara zote, ikimpendezeshea kila lililokuwa ni baya na kila lililokuwa baya likifanya kwamba ni nini? Ni zuri. Shaitani hii ndio kazi yake, na ndio maana Al-Imamu Ali alayhi salam anasema ya kwamba nafsuka maidanuka al-awwal, nafsi yako ndio uwanja wa kwanza wa mapambano. Yani kabla hujaenda kupambana nje na watu wengine, kuwalingania watu kuingia katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakikisha kwamba wewe katika moyo wako kwamba umeishinda nafsi yako. Nafsi yako umeweza kuimiliki na si kumiliki. Nafsuka maidanuka al-awwal, nafsi yako ndio uwanja wa mapambano wa mwanzo kabisa. Ndio maana hata yale maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama
akiwaambia maswahaba ya kwamba hongereni, mmetoka katika jihadi ndogo na sasa mnaingia katika jihadi nini? Jihadi kubwa. Kisha wakatahamaki, wakashangaa kwamba ni jihadi gani kubwa ambayo itashinda hii ya watu ndugu zetu waliouliwa katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ni jihadi gani kubwa ambayo itakayozidi wale ambao ndugu zetu wamekatwa mikono yao na majeraha mbalimbali? Mtume akawaambia, jihadi mnayoingia kwa wakati huu ni jihadi ya mapambano ya nafsi na kuzitakasa nafsi zenu. Kwa hivyo Sheitani amekichukua chombo hichi cha mwanadamu na anaweza kukichezea vile ambavyo yeye anataka. Tuzayyinu lana kullu ma huwa qabihun wa tuqabbih lana kullu ma huwa jamil. Sheitani kazi yake ni hiyo, kile kitu kizuri anakipambia, kisha sisi tukione kwamba ni kibaya, na kile kibaya Sheitani anakipamba kuwa ni kizuri ili sisi tukione ni kizuri. Lakini mwisho wa siku anachokitaka yeye ni wewe akufikishe katika makazi ambayo ni mabaya, akutoe katika ile njia uliyosimama, akupeleka katika njia zake. Hii ndiyo kazi ya Sheitani. Kwa hivyo Al-Imamu Ali alayhi salamu akiendelea akisema ya kwamba jahidu anfusakum kama tujahiduna aduwakum, pigeni ama piganeni katika nafsi zenu, zishindeni nafsi zenu kama ambavyo mnavyojaribu kupigana vita kuwashinda wale ambao ni maadui zenu. Ibaki kuwa hivyo siku zote, kwamba wanadamu wabaki kupigania nafsi zao, kuzitakasa nafsi zao kama ambavyo wanapoingia katika uwanja wa mapambano kuwashinda maadui zao. Lakini akaendelea akisema, hiya asdaqa asdiqaakum, nafsi ndiyo rafiki wa marafiki wa kweli, wa aada adaakum, bali ndiyo adui wa maadui wakubwa. Sasa itategemeana tu wewe chombo hichi umekitumia katika wakati gani, katika mazingira ya namna gani. Ukikifanya kwamba chombo hichi ni kizuri, kitumie katika mambo mazuri, kitakuwa ni asdaqa asdiqaakum, kitakuwa ni chombo ambacho na itakuwa ni rafiki ambaye katika marafiki zako wakubwa. Lakini ukikitumia vibaya, kitakuwa ni aada, kitakuwa ni chombo hichi ni maadui miongoni mwa maadui wakubwa ambao wewe ulipaswa kuwaepuka. Kwa hivyo pale nikasema ya kwamba ili sasa tufike katika yale mafikirio yaliyokuwa bora na mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunapaswa kutengeneza sababu za kutufikisha huko, wala si lengo. Usiweke lengo kabla hujatengeneza sababu za kukufikisha katika lile lengo. Ndio maneno niliyasema hapa siku moja ya Al-Imamu Ali alayhi salam akisema, arrafiqu thumma at-tariq, tengeneza kwanza rafiki aliyokuwa bora, kisha utajikuta automatically uko katika njia ambazo ni nzuri za kumpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tengeneza rafiki, wala usitengeneze lengo la kukufikisha kule. Sasa mara nyingi tunakosea, tunaweza tukaweka malengo lakini tukakosea njia za kutufikisha katika yale malengo. Sasa ukitengeneza rafiki ni huyu, basi hakika utafika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utafika ili hali umeridhiwa katika matendo yako. Suratu Yasin, moja katika aya nazikumbuka ikisema, ya hasaratan ala al-ibad ma yatikum rasulun wa kanu bihi yastahzi'un. Mungu anawasikitikia waja wake. Kwa nini? Hawajamfanya kuwa mtume ndio rafiki yao, hawapiti kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hawamwandami Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam,
bali wanamtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini wanakosea njia za kufika kwa Mungu. Sasa Mungu anasema ya hasratan ala al-ibad, anawasikitikia. Ni maneno ya masikitiko tena kwa waja wake. Kwa nini hamwendei mtume? Ndio maana yake. Kwa nini hamwendi kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awe yeye ndio mwongozaji wa njia? Ndio yule mmoja katika wale ambao waliosafiri nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutoka katika mji wa Makka kuelekea katika mji wa Madina, pindi alipokuwa akifanya hijra. Alipokutana na mmoja katika wachunga mbuzi, akamuuliza huyu ni nani? Kaambia hadha hadi ya hadini tariq, huyu ni mwongozaji na ananiongoza katika njia. Lakini katika njia za nini? Si tu katika njia za kuelekea Madina, katika njia za kwenda kwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Kiislamu, sitaki sana kurefusha, lakini naomba nimalize khutba yangu kwa maneno haya na ayati hizi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani akizungumzia nafsi anasema hivi, qad aflaha man tazakka, kwa hakika amefaulu yule ambaye mwenye kuitakasa nafsi yake. Ukiitakasa nafsi yako umefaulu. Wa dhakara isma rabbihi fasalla, na akamkumbuka Mola wake mlezi bali akaswali. Huyu amefaulu katika maisha ya hapa duniani na maisha ya wapi? Ya akhera. Lakini si hivyo tu, katika aya zingine qad aflaha man zakkaha, kwa hakika amefaulu yule ambaye mwenye kuitakasa ile nafsi yake. Wa qad khaba man dassaha, na kwa hakika huyu ambaye anaichafua nafsi yake, huyu ameharibikiwa katika maisha ya hapa duniani pamoja na ya wapi? Na ya akhera. Mwisho kabisa, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa akizisoma aya hizi, alikuwa akisoma dua hii ambayo mara kadhaa tukiisoma vile vile, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, ijalie nafsi yangu hii ucha Mungu ndani yake. Wazakiha anta khairu man zakkaha, na itakase nafsi yangu kwa sababu wewe ndio mbora kutakasa nafsi za watu. Kisha anasema anta waliyuha wa maulaha, kwa sababu wewe ndio mmiliki wa hii nafsi, wewe ndio ambaye unayeweza kuongoza katika mambo yote ya nini? Ya kheri. Ndio mmiliki halisi wa hizi nafsi zenu, wala si sheitani, bali sheitani yeye akiichukua nafsi hii kuitumia namna anapotaka. Lakini mmiliki halisi wa nafsi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiomba dua hii baada ya kuzisoma hizi aya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Watukufu wa Kiislamu, naomba nikomea hapa. Nasallallahu al-auna wa tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah